Mpango wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah warefushwa kwa wiki 3. Rais Zelensky aelezea matumaini kuhusu mazungumzo ya Ukraine kujiunga na Umoja wa Ulaya. Na nchi za Afrika Mashariki zajadili ujenzi wa kiwanda cha pamoja cha kuchakata mafuta. Habari kamili. Washington. Rais Donald Trump ameliamuru jeshi la Marekani kuzifyatulia risasi na kuziangamiza boti ndogo za Iran zinazotega mabomu katika mlango bahari wa Hormuz. Ametangaza hatua hiyo Alhamis, siku moja baada ya Iran kuonyesha tena uwezo wake wa kuzuia safari za meli kwenye mlango huo wa kimkakati. Ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii kuhusu boti hizo ndogo ulijiri muda mfupi baada ya jeshi la Marekani kutangaza meli nyingine ya mafuta inayohusishwa na usafirishaji haramu wa mafuta ya Iran imekamatwa. Naye kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 wakati akiwa safarini kurudi nyumbani kutoka ziara ya Afrika na Iran kurudi kwenye mazungumzo ili kukomesha vita. Trump pia alitangaza kwamba mpango wa kusitisha mapigano nchini Lebanon utarefushwa kwa wiki 3. Uamuzi wa kurefusha usitishwaji mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah umefanywa wakati wa mkutano katika ikulu ya White House kati ya mabalozi wa Israel na Lebanon nchini Marekani. Rais Donald Trump ameliamuru jeshi la Marekani kuzifyatulia risasi na kuziangamiza boti ndogo za Iran zinazotega mabomu katika mlango bahari wa Hormuz. Ametangaza hatua hiyo Alhamis, siku moja baada ya Iran kuonyesha tena uwezo wake wa kuzuia safari za meli kwenye mlango huo wa kimkakati. Ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii kuhusu boti hizo ndogo ulijiri muda mfupi baada ya jeshi la Marekani kukamata meli nyingine ya mafuta inayohusishwa na usafirishaji haramu wa mafuta ya Iran. Wakati huo huo, bado haijawa wazi ni lini au kama Marekani na Iran zitakutana tena katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, ambako wapatanishi wanajaribu kuzileta pamoja nchi hizo ili kufikia makubaliano ya kidiplomasia ya kukomesha mzozo huo. Mazungumzo yaliyopangwa mapema wiki hii hayajafanyika. Iran inasisitiza kuwa haitahudhuria hadi Marekani itakapoondoa mzingiro wake wa kijeshi kwenye bandari na meli za Iran. Ikulu ya White House inasisitiza kuwa haitashiriki hadi Tehran itakapofungua mlango bahari kwa meli za kimataifa. Papa Leo wa 14 wakati akiwa safarini kurudi nyumbani kutoka ziara ya Afrika alizihimiza Marekani na Iran kurudi kwenye meza ya mazungumzo ili kukomesha vita. Trump amedai kuwa mgawanyiko wa uongozi kati ya watu wenye msimamo wa wastani na wenye msimamo mkali unaichanganya Iran. Hata hivyo, rais wa Iran na spika wa bunge walichapisha taarifa kwenye mitandao ya kijamii wakitangaza kwamba nchi hiyo haina watu wenye msimamo mkali au wenye msimamo wa wastani. Walisema wao wote ni wa Iran na wana mapinduzi. Aidha, Trump alisema Marekani haitatumia silaha za nyuklia dhidi ya Iran. Wakati huo huo, manowari 3 za kubeba ndege za kivita ziko katika eneo hilo baada ya meli ya USS George H.W. Bush kuwasili katika bandari ya Hindi. Manowari moja iko katika bahari ya Warabuni na nyingine iko katika bahari ya Shamu. Kwingineko, Rais Trump alitangaza kwamba mpango wa kusitisha mapigano nchini Lebanon utaongezwa kwa wiki 3. Uamuzi wa kurefusha usitishwaji mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon ulifanywa wakati wa mkutano katika ikulu ya White House kati ya mabalozi wa Israel na Lebanon nchini Marekani. Trump alisema duru ya pili ya mazungumzo hayo ilikwenda vizuri na kwamba Marekani itashirikiana na Lebanon ili kuisaidia kujilinda dhidi ya Hezbollah. Jeshi la Israel lilisema lilishambulia mitambo ya kurusha makombora nchini Lebanon ambayo ilikuwa imefyatua makombora kwenye mipaka yake. Hezbollah ilisema ilirusha makombora kwenye mji wa Shtula wa Israel ili kujibu mashambulizi ya Israel kwenye kijiji cha Yater cha Lebanon. Kila upande unaoshtumu mwingine kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Shukran mwenzangu Bruce Amani. Ayia Napa, Cyprus. Ukraine na Umoja wa Ulaya zinatumai kuanza mazungumzo rasmi ya wanachama kufuatia kushindwa kwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban katika uchaguzi. Orban alikuwa mpinzani mkubwa wa mpango wa Kiev kujiunga katika umoja huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema jana kuwa wako tayari wakati akiwasili kwa mkutano wa kilele usio rasmi wa Umoja wa Ulaya katika mji wa pwani wa Ayia Napa nchini Cyprus. Alielezea matumaini kwamba serikali mpya ya Hungary chini ya waziri mkuu mteule Peter Magyar itakuwa wazi zaidi kuelekea Ukraine na kwamba Kiev itakuwa na uungwaji mkono wa washirika wote wa Umoja wa Ulaya.
EU iliamua kuanzisha mwaka wa 2024 mazungumzo ya Ukraine kujiunga na umoja huo, lakini Hungary imekuwa ikizuia ufunguzi wa awamu ya kwanza ya mazungumzo rasmi. Orban alihalalisha kura yake ya turufu kwa kusema kwamba kujiunga kwa Ukraine kunaweka hatari kubwa na hivyo kuingiza EU katika vita na Urusi. Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto amesema kuwa nchi za Afrika Mashariki zinajadili mipango ya kuwa na kiwanda cha pamoja cha kuchakata mafuta katika bandari ya Tanga nchini Tanzania. Kiwanda hicho kitaundwa kwa kutumia mfumo wa kiwanda cha Dangote nchini Nigeria. Afrika Mashariki kwa sasa inaagiza bidhaa zake zote za petroli hasa kutoka Mashariki ya Kati na kuacha eneo hilo katika hatari ya kuvurugika usambazaji na kupanda kwa bei kama inavyoonekana katika athari za mzozo wa Iran. Ruto aliwaambia mkutano kuhusu ufadhili wa miundombinu uliofanyika jijini Nairobi hapo jana kuwa kiwanda hicho cha pamoja cha Tanga kitanufaisha wote kwa sababu kitachakata mafuta kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Sudan Kusini na Uganda. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Rome. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amewakemea hadharani maaskofu wa Ujerumani kuhusu mwongozo unaowaruhusu wanandoa wa jinsia moja kupokea baraka za kanisa. Akizungumza wakati akiwa kwenye safari ya kurejea nyumbani kutoka ziara yake ya siku kadhaa barani Afrika, Leo alisema uongozi wa kanisa tayari umezungumza na maaskofu wa Ujerumani na umeweka wazi kwamba haukubaliani na baraka rasmi za wanandoa wa jinsia moja au wanandoa walio katika hali zisizo za kawaida zaidi ya kile ambacho Papa Francis aliruhusu kwa kusema watu wote wanapaswa kupokea baraka. Ametoa kauli hizo baada ya askofu mkuu wa Munich na Freising Kardinali Reinhard Marx mapema wiki hii kuidhinisha baraka za wanandoa wa jinsia moja katika dayosisi yake. Msimamo wa Marx ulitokana na mwongozo uliotolewa na jumuiya ya maaskofu wa Ujerumani na kamati kuu ya Wakatoliki nchini Ujerumani, ambao ulionekana kuwa sawa na maoni ya Papa wa zamani Francis. Hata hivyo, mrithi wake Leo, Papa wa kwanza kutoka Marekani, anaaminika kuwa mhafidhina zaidi katika masuala ya kijamii. Johannesburg. Kamishna wa polisi wa Afrika Kusini amesimamishwa kazi na rais siku baada hapo jana baada ya kushtakiwa kwa kuvunja sheria za fedha zinazohusiana na mkataba wa polisi unaodaiwa kuwa wa ufisadi. Fanny Masemola alifika mahakamani Jumanne wiki hii na alitarajiwa kurejea pamoja na maafisa wengine 12 waandamizi wa polisi wanaoshukiwa kwa ulaghai, ufisadi na utakatishaji fedha kuhusiana na mkataba huu ambao inadaiwa ulitolewa kinyume cha sheria kwa kampuni moja nchini humo. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Mimi ni Bruce Amani.